Guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii. Kama kawaida ni Teacher Sharak once again, na leo hii tunafungua ukurasa mpya kupitia channel hii kwa kwanza kuwafundisha watu matumizi sahihi ya simu janja, yani smartphone. Unajua smartphone inaweza ikafanya vitu vingi sana, na kwa leo nataka nikupitishe katika kitu kimoja wapo. Katika ulimwengu huu wa sasa wa mawasiliano na teknolojia ya taarifa, fursa na ajira nyingi hupatikana moja kwa moja kwa njia ya mtandao, yani online application. Na katika usajili wa jambo lolote muhimu, basi picha yako huhitajika ili kuambatanishwa na kuweza kuwasilisha uhalisia wako. Sasa kila mfumo unahitaji aina au ukubwa fulani wa picha, yani passport size, ambayo itaendana na mfumo huo. Mfano, wale ambao mmefanya applications za maombi ya mikopo, kuanzia katika upatikanaji wa anwani ya makazi kupitia mfumo wa NaPA, wenyewe mmejionea na mnanielewa vizuri. Wakati unafanya ile application, kuna picha ya passport size ambayo unatakiwa uiambatanishe, na ile picha ukiweka kubwa kuliko uhalisia wake inakataa, na ukiweka ndogo sana pia inakataa. Mfumo unagoma kabisa kwa sababu kuna size ambayo mfumo unaihitaji. Hivyo watu wengi walinitafuta na kuomba niwasaidie kutengeneza picha ambayo itaendana na mfumo ule. Sasa leo nataka nikuelekeze namna gani ya resize ama crop au kuipunguza ukubwa wa picha yako ili iendane na mfumo huo ambao unafanya kwa wakati huo. Njia zipo nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kucrop na kutengeneza picha ambayo wewe unahisi itaendana na mfumo ambao unautaka. Lakini njia nzuri ambayo nataka niwafundishe watu wengi ni kupitia applications inaitwa Pixel Lab. Pixel Lab ni application muhimu sana ambayo inafanya vitu vingi na kwa urahisi, hususan katika utengenezaji wa picha, yani photo editing za hali ya juu. Tena uzuri ni kwamba unatumia smartphone yako na bure bila gharama yeyote. Cha kufanya, ingia Play Store. Ukishaingia Play Store, utaenda moja kwa moja katika sehemu ya kutafuta, yani search engine, alafu utaandika Pixel Lab. Ukishaandika Pixel Labs zitakuja application mbalimbali, lakini application ninayoizungumzia mimi ni hii yenye kialama cha P ikiwa na mistari miwili kwenye P na L. Hiyo alafu imezungushiwa rangi ya blue. Basi utaidownload application hiyo, kisha kamilika utai open, na ukisha ifungua sasa ndo utauona uchawi wa namna kuedit picha kwa namna ambayo wewe unaitaka, tena kwa kutumia simu yako tu. Hapa unaweza kutumia simu yoyote ile unayoitaka. Ukiangalia application hii inakuwa na vifungu mbalimbali ambavyo taratibu, siku baada ya siku, tutaendelea kueleweshana namna ya kutumia kipengele kimoja baada ya nyingine. Kisha kwambia confirmation hapa, maana yake ni kwa yule ambaye alishatengeneza picha za awali, inamuuliza kama anataka kurecover picha ya zamani au la. Kwa hiyo mimi nilibonyeza no ili ianze upya kabisa. Kama unavyoiona, kila kipengele kimoja kina kazi yake katika huu mfumo wa Pixel Lab, lakini kwa sasa nataka nikufundishe tu namna ya kucrop picha ama passport ili iweze kuendana na vigezo ambavyo wewe unavihitaji. Sawa sawa. Kwa kuwa hii picha haihitaji maneno, basi nitaifuta hii sehemu iliyoandikwa text, ni sehemu ya maandishi, nitaidelete kabisa, itabaki picha kama picha. Hii ni picha ambayo ni background ambayo nimeikuta tu katika mfumo huu. Sasa naenda kuweka picha yangu ambapo ninataka kuipunguza ukubwa, yani niibadilishe kabisa iwe katika ukubwa ambao vigezo vinahitajika. Lakini kabla hujaibadilisha picha yoyote, unaweza kwanza kuangalia picha yako ina ukubwa gani na unataka kuibadilisha iwe na ukubwa gani. Mfano mimi passport yangu ni picha ya huyu hapa ndege, ndio ambao nataka ni crop. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitabonyeza sehemu ya more ili kuangalia ukubwa wa hii picha, ambapo nikisha click itanionyesha picha hii
ina file name, file size ina MB 4.6, japo hili sio lengo sana. Lengo mara nyingi huwa ni kwenye resolution. Ukiangalia ukubwa wa hii picha, resolution yake ina 3120 kwa 4160. Kwa hiyo ni kubwa kwa uhalisia wake. Sasa nataka ni crop hii picha, hii resolution yake ibadilike, labda iwe 100 kwa 150 kuendana na aina ya mfumo ambao unataka picha yangu niipunguze na iwe. Okay, sasa nikisharudi katika application yangu ya Pixel Lab, nitaichukua ile picha, lakini kwa sababu tayari background kuna hii picha, nataka nibadilishe hii, niweke ile pale picha ya ndege ili niweze kuicrop. Kwa hiyo nitakuja kwenye kitufe cha chini kabisa huku na nitakuja sehemu ya image, nitabonyeza hapo. Nitakuja sehemu ya from gallery, nitabonyeza hapo ili nipate picha ya yule ndege. Nikisha bofya picha ya ndege hii hapa imekuja moja kwa moja. Naweza nikaicrop kwanza hapa katika ukubwa ambao mimi nautaka kama huu, alafu naiweka hapo. Tayari picha ya ndege imeshakaa katika simu yangu. Sasa naenda kwenye zoezi la kuicrop hii picha ili ibadilike resolution, yani ukubwa wa picha kutoka kwenye 3000 na 100 ngapi tulioiona ipungue mpaka kwenye 1000 na mpaka kwenye 100 kwa 150. Kwa nitabonyeza huku juu kabisa kwenye vitufe vitatu, ambapo baada ya kubonyeza nita click sehemu iliyoandikwa image size. Nikiklik image size itaniletea size ya image kwamba hii picha yangu ina size 1101 kwa 1280. Sasa lengo ni kuipunguza, na ibadilisha hapo hapo, naweka 100 upande wa upana width, alafu upande wa urefu nitaweka 120 au tufanye 150. Kisha nitabonyeza okay. Kishabonyeza okay, manake picha yangu sasa imeshapata vigezo vile vya 100 kwa 150. Then nitabonyeza hapa katika hiki kitufe cha kusave, nitabonyeza save as an image, alafu nitabonyeza save to gallery. Nikisha save naweza kwenda kuiangalia picha yangu na nitaikuta size imepungua kutokana kwa nitarudi na picha ambayo unaisave kwenye Pixel Lab inajiweka kwenye faili la peke yake ambalo linajiandika jina Pixel Lab. Kwa nikifungua kwenye simu yangu nitaona mafiles ya picha za Pixel Lab. Katika mafaili hayo nitaiona picha yangu ambayo nilitaka. Umeona ilivyokaa, ubora umepungua, lakini pia na size imepungua. Kwa hiyo kama ilikuwa ni picha ama passport ambayo unapaswa kuiweka katika ukubwa huo, basi unakuwa tayari umeshaitengeneza. Njia ni nyepesi tu na inafanyika kwa namna hiyo. Unaweza kudhibitisha kwa kubofya hapo, kuangalia photo, then utaona resolution imetoka kwenye ile ilikuwa mpaka imeenda 100 kwa 150. Na resolution mara nyingi inabadilisha na file size, ilitoka kwenye MB 3 mpaka MB 18.2. Kwa picha yangu naona tayari imeshabadilika na imeshakidhi vigezo ambavyo nilikuwa navitaka. Hiyo ndiyo namna nyepesi ya kutengeneza kuresize picha kwa kutumia simu yako kupitia application ya Pixel Lab. Basi endelea kusubscribe channel hii ili uendelee kupata nondo mbalimbali, na hii application kama unaweza itunza kabisa kwenye simu yako, kwani itakusaidia kuedit vitu mbalimbali na picha nyingi sana. Endelea kusubscribe channel hii. Asante sana.